Kuzaliwa ni bahati, lakini kifo ni huzuni isiyopimika kwa wote. Maisha huja na changamoto na fursa, na kila mmoja huacha alama katika dunia hii. Tunasalia tukitafakari mchango wa kila mtu na kuenzi heshima ya waliotufia. Hii ni tawasifu ya Mbunge Joanna Ng'eno. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Joanna Ng'eno alizaliwa mnamo tarehe 12 Disemba mwaka 1972 katika kaunti ya Narok. Akalelewa katika mazingira ya vijijini ambako elimu ilikuwa na changamoto nyingi, lakini ilidhaminiwa sana. Alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Mogondo kabla ya kujiunga na Maseno kwa elimu ya sekondari. Akiwa kijana, alishuhudia changamoto za kijamii zilizomjengea hamu ya kutetea na kuhudumia jamii yake. Kwa shauku ya sheria na utawala, Ng'eno alisomea shahada ya sanaa katika sheria ya kimataifa katika chuo kikuu cha Kiev TSN nchini Ukraine. Aliporejea Kenya, alipata shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya na baadaye shahada ya uzamili ya masomo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Nairobi. Mwezi Septemba mwaka uliopita, alitimiza ndoto yake ya muda mrefu kwa kuapishwa rasmi kuwa wakili wa mahakama kuu ya Kenya. Kabla ya kuingia kwenye siasa za uchaguzi, alihudumu kama mkurugenzi katika shirika la maendeleo ya kilimo kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2012, ambako alipata uzoefu katika utumishi wa umma na usimamizi wa miradi ya maendeleo. Machi mwaka 2013, alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa jimbo la Emurua Dikirr. Alichaguliwa tena mwaka 2017 na mwaka 2022, akijijengea taswira ya kiongozi mwenye msimamo na mtetezi wa maendeleo. Bungeni alihudumu katika kamati ya haki na masuala ya kisheria, kamati ya uwekezaji wa umma, kamati ya NGCDF hadi kifo chake. Alikuwa mwenyekiti wa kamati ya makazi katika bunge la kitaifa. Katika jimbo lake la Emurua Dikirr, alitetea elimu kwa kusambaza mabasi ya shule na kutoa ufadhili kupitia NGCDF kwa wanafunzi wenye uhitaji. Pia alishiriki kutatua migogoro ya kijamii na kusaidia familia zilizokuwa katika matatizo. Mwezi Septemba mwaka 2020, alikamatwa na kushtakiwa kwa madai ya uchochezi kufuatia matamshi yake wakati wa maandamano kuhusu uhamishaji wa wakazi katika msitu wa Mau. Alizuiliwa takriban siku 2 katika gereza la Nakuru JK kabla ya kuachiwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 au mbadala shilingi milioni 1 taslimu. Mwanzoni mwa mwaka uliopita, alinunua ardhi na kukabidhi hatimiliki kwa familia ya marehemu Chumek, hatua iliyomaliza mgogoro wa muda mrefu na kuruhusu mazishi kufanyika kwa heshima. Pia aliunga mkono juhudi za kuimarisha usalama katika maeneo yenye migogoro Narok na kuhimiza ushiriki wa vijana katika masuala ya kitaifa. Siku za mwisho za maisha yake, alikuwa akishiriki shughuli za kijamii na maendeleo. Alihudhuria hafla ya maadhimisho ya miaka 35 ya msanii Kim Kim na pia kushiriki utoaji wa hundi za ufadhili kwa wanafunzi wa Ilkerin. Aidha, aliungana na familia na vikosi vya uokoaji katika eneo la Mararianda kutafuta vijana wawili waliokuwa wamesombwa na mto Mara, akitoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu wakati wa msimu wa mvua. Maisha yake yalifikia tamati kwa huzuni.
alipokuwa miongoni mwa watu 6 walikuwamo ndani ya helikopta iliyoanguka katika eneo la Chepkiep, kaunti ya Nandi. Kwa jumla, Johana Ng'eno atakumbukwa kama mbunge, wakili na mtetezi wa haki aliyegusa maisha ya wengi kupitia maendeleo, elimu na juhudi za kuleta amani katika jamii. Hivyo basi, tunasema pole kwa jamii na familia. Kumbukumbu zake zitadumu milele.